Spika, pia katika eneo jingine kwa waheshimiwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, kwa sababu wanabeba dhamana ya kuwa wakuu wa kamati za ulinzi na usalama, niombe sana, lakini pia niwaagize kupitia nafasi ya amiri jeshi mkuu ambao wao wanafanya kazi chini yake kuhakikisha kuna amani na utulivu kwenye maeneo yake, waanze sasa kutengeneza zile timu, na wanajua namna ya kuratibu. Mengine hatutayasema hapa Mheshimiwa Spika, lakini wanajua uratibu na utaratibu wa siri wa kutafuta wahalifu. Lakini pia nitumie fursa hii, wamiliki wa hoteli zote, Airbnb, guest houses na lodge nchini kuanza kusajili kila anayeingia mle ndani kwa kutumia vitambulisho vya NIDA. Wageni wote wanaoingia kwenye miji wajisajili. Wanapoenda kwenye hoteli yako au loji tukakuta kuna watu wameingia hawana vitambulisho, hawaeleweki walikotoka, tutachukua hatua dhidi ya mmiliki pamoja na mhudumu. Mheshimiwa Spika, yapo mengine ambayo ni ya ndani sana ya kimedani, siwezi kuyazungumza kwenye hatua hii, lakini kwa sasa itoshe kusema nchi yetu iko salama, tutaendelea kuilinda, amani na utulivu utaendelea kutamalaki katika taifa letu, na hakuna mtu mwingine yoyote kwa mujibu wa sheria tulizonazo atatupangia namna ya kusimamia usalama wa nchi yetu, taifa letu na rasilimali za nchi yetu. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, naomba nikushukuru sana. Sisi tukitoka hapa tunaenda kufanya kazi hii ili kuhakikisha Watanzania wanakuwa salama, mali zao zinakuwa salama, na uwekezaji wa taifa letu unakuwa salama, wawekezaji wanakuwa salama, na vital installation zote, maeneo muhimu ya utoaji huduma za jamii yanakuwa salama. Hakuna hospitali itafungwa, hakuna soko litafungwa.